Mnakuja hapa kanisani kwenye nyumba za dini, mnawaheshimu wachungaji, mnawapigia magoti, mnawahudumia maji kwa magoti. Wewe Mkuria, toka lini ukapiga magoti? Lakini unanyenyekea jamani, baba mtumishi, baba amina. Akikwambia hivi amina, unaburuzika na magoti kuanzia kule mpaka huku. Unamheshimu mchungaji, sio dhambi kumheshimu, lakini kwa nini hiyo heshima uirudishi nyumbani kwa mume wako? Na kwa nini? Unajua Sara alikuwa anamhitaji Ibrahimu my lord. Mwanamke anayekupenda na kukutii anakuwa atumie neno my lord, bwana wangu. Ndo hapo nasema kama mnavyoitii kanisa, la kwanza mwanamke sio mapenzi, sio zile shanga, la kwanza sio kiuno kama feni. La kwanza la mwanamke ni nini? Ni utii. Angalia utii kwenye ndoa, acha kuangalia kazi. Mtafute mwanamke anayeweza kukutii. Akiweza kukutii, lolote utakalomwambia katika maisha mtaenda. Sasa nyie muangalie hilo, kipaumbele sio hicho. Mnayo mambo yenu. Mwanangu demu ana hela yule. Yaani pale mwanangu, yani mimi nalalia hela tu. Unaona ulivyo mjinga? Ndio unaloliangalia la kwanza hilo. Yaani pale unajua, yani mimi sitapata shida sana. Ogopa katika maisha kuwa na kijana ambaye anategemea kulishwa na mwanamke. Utamwambia nini? Utamwambia nini mwanamke anayekulisha? Utamwambia nini? Utamwambia nini mwanamke ambaye anakuhudumia wewe? Sio dhambi kusaidiwa na mwanamke kama umempitia changamoto kwenye ndoa, si ndio? Si ni mwili mmoja, lakini wewe ndo yamekuwa ni maisha yako kwamba yeye anakulisha. 90% ya ndoa za leo zinakufa kwa sababu wanawake hawana unyenyekevu kwenye ndoa zao.